Mtazamaji wa Bull TV, karibu kwenye taarifa yetu ya habari, na tuanze na taarifa kuhusu serikali imeitaka timu ya utoaji wa matibabu kipindi cha matukio ya dharura na maafa EMT kuwa tayari kukabiliana mara moja panapotokea magonjwa mlipuko sambamba na kuzuia kutokea kwa vifo vinavyoweza kujitokeza. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa kitengo cha dharura na maafa kutoka Wizara ya Afya, Erasto Silvanus, wakati wa semina mafunzo kwa timu ya utoaji wa matibabu ya dharura EMT yaliyokutanisha wataalamu wa afya kutoka Tanzania bara na Zanzibar, yaliyolenga kuwajengea uwezo wa wataalamu hao kujiandaa na matukio hayo ndani na nje ya nchi. Dr. Erasto amesema kuwa serikali kupitia Wizara ya Afya imeahidi kuendelea kuwekeza na kuimarisha timu hizo za matibabu pamoja na kuboresha mifumo ya utayari itakayojikita kuchunguza magonjwa katika jamii na mipakani. Hivyo wataalamu hao wahakikishe wana uwezo wa kufanya kazi hiyo. Hii serikali ya awamu ya sita imejitahidi sana kuimarisha mifumo ya utayari na kukabiliana na dharura, kwa sababu tumehitaji kutoka kwenye reactive mode tuende kwenye proactive mode. Yaani tusiwe tunakutana hapa, tunakutana tatizo limetokea leo ndio tunaanza kukimbizana. Nani afanye nini? Tuko kwenye mode au modo ya kujua tunatarajia kukutana na dharura zipi. Tunakuwa na mkeka wa dharura tunazotarajia lini, miezi gani. Sawa? Riski kubwa ni ipi? Kwa eneo gani? Alafu tunajiuliza, do we have the capacity to prevent isitokee? Lakini kwa kuwa nyingine inaweza ikawa beyond our uwezo, tunajiuliza ikitokea, sababu tutaweza kuizuia, tuna team in place za kukabiliana. Huo ndo mpango wa serikali. Hiyo ndo capacity tunaenda kuibuild. Na hii ni sehemu ya hiyo hatua ambayo tutaipiga. Kwamba tuna put teams in place. Kwamba ikitokea tatizo tayari nyie majijua, nyie ndio mpo mstari wa mbele, mnakuwa deployed. Dr. Janet Masuma, afisa afya kutoka shirika la WHO, amesema Wizara ya Afya Tanzania kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO na wadau wengine wameandaa mafunzo hayo ambayo kwa Tanzania imekuwa nchi ya 27 kwa Afrika kuanzisha timu hizo, ambapo kupitia mafunzo hayo sasa yatawasaidia kujengea uwezo wa wataalamu hao wa matibabu ya dharura za kiafya. Tumeshirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo MSF, CDC pamoja na CHEB, na ushirikiano huu ndio umeweza kufanikisha kuweza kumaliza mafunzo haya ya uratibu, na kwa sasa timu hii iko tayari kuwa deployed kwenye ikitokea dharura yoyote ya kiafya na kuweza kusaidia matibabu kama ambavyo nimeeleza kabla. Hivyo ni mwitikio wetu kuweza kuendelea kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo hayo ya timu ya Emergency Medical Team EMT, Dr. Eric Edward, amesema kuwa timu hii ya wataalamu haitakuwa ya kitaifa pekee, bali itakuwa ya kitaifa na kimataifa, huku Dr. Hussein Manji, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali Aga Khan Dar es Salaam, na Dr. Al-Hussein Kasam, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani hospitali ya wilaya ya Mwera Pongwe Zanzibar, wameishukuru Wizara ya Afya na WHO kwa kuwezesha mafunzo hayo yatakayowasaidia kukabiliana na matukio hayo ya dharura. Dharura, timu hii imeelekezwa kuweza kuimarisha taasisi zao, kuwa na timu zingine ambazo zinaweza kuwa ndani ya taasisi endapo kutokea dharura yoyote inaweza kutokea. Kwa hiyo wanakuwa kama champions katika zile taasisi walizokuwa wametoka, ili kuweza kuendelea kuziunda timu zingine ndani ya taasisi zao, ili kwa pamoja kuweza kuwa na utoaji wa matibabu sahihi kipindi cha dharura. Kama tunavyojua, dharura, milipuko ya magonjwa na mengine yanatokea kila wakati, na kama kwa sasa hivi tunajua tishio la Ebola katika nchi ambazo ni jirani kwetu, imetufanya kwamba tuandae yani timu ambayo inaweza ikakabiliana na ikalinda afya ya Watanzania wenzetu wakati wowote. Tunaishukuru sana Wizara ya Afya ili kuwezesha hii pamoja na support kutoka
WHO, shirika la afya duniani. 10 wametokea Zanzibar, 34 wametokea Tanzania bara. Lakini pia ningependa kusema kwamba timu hii ni all inclusive, kwamba kada ziko tofauti, lakini pia wametokea mikoa tofauti. Inamaanisha kwa mfano mimi nilitoka Kusini, wengine wametoka Morogoro, na hivyo ni inclusive. Na mafunzo haya natarajia kwamba yataweka katika status ya kuwa ready to be deployed, niendeleze na yanaendelea. Tugeukie taarifa kuhusu wananchi wa kitongoji cha Kisendema, kata ya Misisima, wilaya ya Namtumbo, wametakiwa kwa walinzi wa miundombinu ya umeme kutoshiriki kuharibu na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama ili kuhakikisha usalama wa miundombinu hiyo. Akizungumza na wananchi, meneja wa mahusiano huduma kwa wateja TANESCO Ruvuma, Alan Njiro, amesema miundombinu hiyo iliyopo katika kitongoji cha Kisendema ni ya kijiji, hivyo kama wananchi wana nafasi ya kuhakikisha wanalinda na kuitunza. Hii miundombinu ya umeme mnayoiona hapa ni ya kijiji. Sisi tumeelewana? Transformer zile ambazo zimefungwa ni za kwetu hapa sisi. Zimeshakuwa ni mali ya kijiji hapa. Na zile ndo zinazotupa umeme. Sisi tumeelewana? Zile ndo zinafanya nini? Zinazotupa umeme hapa. Bila zile huwezi kupata umeme. Si ndio? Hizi line kubwa unazo zimekuja na zile transformer zinazotupa umeme. Sasa kama zile transformer ni mali yenu, mnatakiwa mzitunze na mzilinde. Asije akatokea mtu yoyote akafika pale kwenye transformer wakati umeme unawaka. Kwa sababu umeme ukiwa unawaka unafika pale kufanya nini? Sio kama tumeelewana. Lakini vile vile mtu yoyote akifika pale ambaye hajajitambulisha kwenye ofisi ya kijiji ama kwa mjumbe wa kijiji ama kwa nini, mzingireni. Sio kama tumeelewana. Wakiiba kitu pale na maana kote hapa mtakuwa mna umeme. Na zile transformer zetu ni gali. Yaani sisi tumefikia mahali ambapo zile transformer kuna kitu kinaitwa copper wire vinaibiwa sana kwenye zile transformer. Sio kama tumeelewana. Kwa hiyo sasa zikiibiwa kule umeme hamtapata. Kwa hiyo sisi tumefikia mahali kwa mtu atakayesogelea pale au kwa mtu ambaye atakayefika pale kwenye transformer wanapenda kuja masaa kuanzia saa 1, saa 2 hapo. Huo muda. Yaani mkimuona mtu anakuja huo muda na pikipiki, wanakuja na pikipiki ama anakuja na nini? Hawajatoa taarifa kwa mjumbe wa kijiji, hawajatoa taarifa kwa mwenyekiti. Huyo ni wa kuzingira, mkamateni. Naye mhandisi wa REA Engineer Mrope amebainisha kuwa serikali imetumia fedha za kutosha kuleta huduma ya umeme katika wilaya hiyo. Hivyo kuna wajibu wa kila mmoja kuhakikisha wanakuwa na walinzi wa miundombinu hiyo. Hii miundombinu iliyofika hapa inatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo wananchi wa Kisendema, ninawaomba tafadhali sana, hiyo miundombinu tuichunge, kwa sababu ikiharibiwa tu ni sisi ndio ambao tutakosa nini? Umeme. Kwa hiyo kila mtu awe mlinzi kwa mwenzake. Kuna wizi mkubwa unafanyika kwenye miundombinu yetu. Kwa hiyo ninawaomba chonde ndugu zangu, tuilinde miundombinu. Serikali imetumia takriban bilioni 12 kuleta umeme katika wilaya ya Namtumbo. Kwa hiyo kutokana na hizo gharama, ninaomba tafadhali sana tuilinde miundombinu yetu. Kwa sisi REA umeme wetu gharama yake ni 27,000 tu, hakuna gharama nyingine. Ukilipia 27,000 unaunganishwa umeme. Wewe fanya wiring nyumba yako, jaza fomu yako, lipia 27,000, umeme unakuja kwenye nyumba yako. Hakuna gharama ya kujitolea, utakiwa kufanya chochote kwenye miradi yetu ya REA. Na kuliomba shirika kuwekeza na kutoa elimu ili kuepuka masuala ya kitapeli kwa gharama zisizo za lazima. Kwa jitihada ya serikali katika kuwafikia wananchi hasa kitongoji cha Kisendema kwa kuleta umeme. Tokea zamani walikuwa wanatabikia wakiwa wanaona wenzao jirani wanapata umeme. Basi niombe TANESCO kabla ya kuja kuzindua mradi wa umeme kwenye kitongoji, kata au popote, waje kutoa elimu kwa jamii ili watambue ni nini wakifanye kabla ya kufungua umeme, hasa kwenye marefu ya shilingi 30. Kama ni makubaliano kati ya mtu na mtu, basi ni bora waanze elimu, baada ya elimu then waje. Kwa hiyo nadhani jamii itakuwa imesimama wewe. Fursa ambazo tunategemea kutoka kwenye kitongoji cha Kisendema, kwanza vijana kujiajiri wenyewe hasa kupitia ufundi stadi kama vile VETA, kwa kujiunga na shughuli kama vile shughuli za uchomeaji ambao wanaita holding na shughuli zingine kama vile. Lakini vile vile mradi huu wa umeme utatusaidia hasa wanawake kuachana na nishati ambazo sio bora, nishati za kupikia. Watategemea umeme
na sasa itakuja fursa kwa mama kuondokana na yale magonjwa ambayo wanakumbana nayo kutokana na shughuli zima ya nishati kama vile kuni. Tuelekee mkoani Mwanza. Jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Kipama Mabula Nyanda mwenye umri wa miaka 32, mfanyabiashara na mkazi wa Ilalila, wilaya ya Ilemela, kwa tuhuma za wizi wa fedha kwa njia ya mtandao. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa amesema mtumiwa anadaiwa kutenda tukio hilo Juni 5 mwaka 2026 katika hospitali ya kanda ya Bugando baada ya kuomba kutumia simu ya Musa Lunyaraja mwenye umri wa miaka 54, mkazi wa Bukoba, akidai anataka kuwasiliana na ndugu zake. Inadaiwa kuwa akiwa na simu hiyo, mtuhumiwa alimtumia ujanja mhanga kwa kumshawishi kuhusu ujumbe wa kifurushi cha ofa na kufanikiwa kuhamisha shilingi milioni 1 kwenda kwenye namba yake. Kamanda Mutafungwa amesema uchunguzi uliohusisha matumizi ya kamera za CCTV za hospitali ya Bugando ulisaidia kumtambua mtuhumiwa ambaye alikamatwa Juni 11, 2026 ikiwa na hospitalini hapo, ikadaiwa kuwa katika harakati za kumlaghai mtu mwingine. Baada ya taarifa hizo kuripotiwa kituo cha polisi, uchunguzi ulifanyika kupitia kamera za CCTV zilizofungwa katika hospitali ya Bugando, ambapo mtuhumiwa aliweza kutambuliwa kwa sura, kimo na muonekano wake, na jeshi la polisi lilianzisha msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo popote pale alipo ili akamatwe na kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Ilipofika tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya asubuhi, yani leo, askari wa jeshi la polisi waliweza kumkamata huyo mtuhumiwa akiwa katika eneo hilo hilo la hospitali ya rufaa ya Bugando, na wakati huo anakamatwa alikutwa katika harakati za kumpora mtu mwingine ambaye alikuwa amefika katika hospitali hiyo kwa ajili ya kumuona mgonjwa. Kwa hiyo askari wa jeshi la polisi ndipo wakaweza kumtia mbaroni na hivyo kusababisha tukio hilo ambalo alikuwa akalifanya asiweze kulitekeleza. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi linawaomba wahanga wa matukio hayo kufika katika kituo cha polisi kati wilaya Nyamagana kwa ajili ya kumtambua huyo mtuhumiwa, kwa sababu tuna mashaka huenda ameibia watu wengi kwa mtindo huo. Kwa hiyo wale watu wote walioibiwa tunawashauri wafike katika kituo cha polisi ili uchunguzi wa mashauri yao uweze kuendelea, ikiwa ni pamoja na kumtambua huyo mhalifu. Pia tunawakumbusha wananchi waache tabia ya kuamini watu wasiowafahamu na kuwapa simu zao au namba za siri za simu zao. Lakini kupitia tukio hili nafikiri tumeweza kuona namna ambavyo kamera zinavyoweza kusaidia, CCTV kamera zinavyoweza kusaidia kurahisisha kazi ya polisi ya kuwakamata wahalifu. Hivyo tunawakumbusha wafanyabiashara, wenye maduka, sehemu mbalimbali, taasisi za serikali na taasisi za watu binafsi, wote kuhakikisha kwamba wanafunga CCTV kamera katika sehemu zao, ikiwa ni pamoja na nyumba za watu za kuishi. Itasaidia zaidi kwa ajili ya kuwatambua wahalifu pale ambapo matukio yametokea. Waandishi wa habari nchini wamehimizwa kutumia teknolojia ya akili unde AI kama fursa ya kuongeza ufanisi, kuhakikisha utoaji wa taarifa na kuboresha utendaji wao wa kila siku. Wito huo umetolewa na mratibu wa programu ya Use of AI to Strengthen Ethical Journalism and Civic Media in Tanzania, Tatu Mbamba, wakati wa mafunzo ya matumizi ya akili unde na waandishi wa habari waliofanyika na Digital Agenda for Tanzania Initiative. Akizungumza katika mafunzo hayo yaliyofanyika kwa siku 2 mkoani Iringa, Tatu Mbamba amesema mafunzo hayo yana lengo la kuwajengea uwezo wanahabari wa kutumia teknolojia hiyo kwa usahihi na kwa kuzingatia maadili ya taaluma ya habari. Kwa watu kuona kwamba kazi zetu zitapotea, kwa mfano ukiangalia masuala mazima ya graphics, lakini wale ambao watu walikuwa na waandishi wa watafiti mbalimbali, lakini pia hata waandishi wa miradi wanaona kabisa kuna namna moja ama nyingine kuna kupotea kwa fursa zao. Lakini
kwa matumizi kwa ufahamu wetu, kwa matumizi ya akili mnemba ni kwamba sio kwamba fursa zao zitapotea, bali watakuwa bora zaidi kuweza kujiboresha katika maarifa. Kwa mfano, naweza tukasema akili mnemba haijaingia mpaka kujua kijiji fulani kuna kitu gani. Sasa na inaweza ikatoa taarifa ambazo muda mwingine zikawa haziko sahihi sana, kwa sababu hata ikumbuka hii ni robot na haijafika kila sehemu. Kwa hiyo na hata kama itakuwa imefika kila sehemu, bado kuna chance ambayo ni katika hizi sekta na watu wengine katika jamii wana uwezo bado wa kusecure kazi zao. Boniface Witaba ni mkufunzi wa masuala ya akili unde kutoka nchini Kenya. Amesema AI ni nyenzo muhimu inayoweza kusaidia katika utafiti, uchambuzi wa taarifa na utayarishaji wa maudhui mbalimbali ya kihabari, huku akisisitiza umuhimu wa kuitumia kwa njia sahihi. Kama mwanahabari huwezi kuchapisha ama kutumia vifaa vya AI kufanya habari za uongo au za kuzua hofu au kutosha. Lakini watu wengine ambao wanakuwa na nia yao ambayo ni mbovu au wanataka kuwapotosha watu, wanakuwa wanatumia vifaa vya. Tunaelewa kwamba mwanahabari ambaye ana tajriba ya hali ya juu, ambaye anafanya kazi yake kwa taaluma nzuri, ambayo inaelekeza, anakuwa anafanya kazi, hawezi kufanya vitu kama vile. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema matumizi ya AI yamekuwa muhimu katika kuharakisha utoaji wa taarifa na kuboresha ufanisi wa kazi za kihabari katika enzi za sasa za kidijitali. Katika hasa kwa waandishi wa habari, kwa kuwa inarahisisha kazi yetu, inatuboresha, inatusaidia katika fact checking, na inatusaidia pia tutoe taarifa haraka kadri zinavyotokea, na pia tuweze kutrack trending news, na yote ni katika kuleta habari kwa njia ambayo ni nzuri zaidi, haraka zaidi, na katika bei nafuu zaidi. Wanahabari wameshauriwa kutotazama AI kama ni tishio, bali waitumie kama fursa inayoweza kuwasaidia kuongeza uwezo wa kufanya kazi na kuwawezesha kunufaika na mabadiliko ya kiteknolojia yanayoendelea duniani. Zuhura Zuheri, Abudi Media, Iringa. Abud FM. Keep in touch. 106.9 Dodoma, 98.9 Abud FM Mbeya inasikika. Abud FM 101.7 Dar es Salaam, 88.3 Abud FM Morogoro, 104.1 Abud FM Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch. Karibu Abud Bus Service Limited, ni kampuni bora katika usafirishaji mizigo pamoja na abiria. Karibu katika ofisi zetu mpya zilizopo hapa Urafiki, mkabala kabisa na kituo cha polisi cha Urafiki. Tuna safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali kama Arusha, Mwanza, Bukoba, Musoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Tunduma. Vile vile usafiri wa kutoka Kigamboni mpaka Arusha, Arusha mpaka Kigamboni. Kutumia usafiri wa Abud kwa muda mrefu, safari tofauti tofauti, na ni kweli wana huduma nzuri. I recommend mtumie Abud kwa ajili ya safari zenu. Kwa sasa wana magari yao yanaenda Bukoba, kwa wote wenzangu wanaoishi Bukoba, mnaweza mkatumia Abud.
Katika kimataifa, tuanze na taarifa kuhusu ripoti mpya. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebaini kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo umeenea katika maeneo matatu mapya ya afya. Mlipuko wa Ebola nchini Kongo umeenea katika maeneo matatu mapya ya afya, hiyo ikiwa ni kulingana na ripoti ya serikali iliyochapishwa Alhamisi, ambayo inaonyesha idadi ya visa vilivyothibitishwa ikiongezeka hadi 676, ikiwa ni pamoja na vifo 136. Waziri wa afya wa Kongo amesema katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba takwimu hizo ziliwasilishwa jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia Jumatano. Ripoti hiyo imesema maeneo mapya ya afya yaliyoharibiwa na mlipuko huo ilikuwa Kivu Kaskazini na Ituri. Maeneo ya afya katika mifumo ya afya ya Kongo yanayoshughulikia eneo lililoainishwa lenye mtandao wa kliniki na hospitali ya rufaa inayohudumia watu wapatao 100,000 na hadi 150,000. Kuna zaidi ya maeneo 500 ya afya nchini humo. Huko nchini Uhispania, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amekosoa kwa watoaji wahamiaji katika ziara yake ya visiwa vya Canary nchini Uhispania. Papa Leo wa 14 siku ya Alhamis alilaani hali ya kutowajali wahamiaji wakati wa ziara yake katika bandari ya visiwa vya Canary vya Uhispania, ambavyo iliashiria hatari za njia zisizo za kawaida kuelekea Ulaya. Papa alitupa shada la maua baharini kwa heshima kwa maelfu ya watu waliokufa wakijaribu kufika kwenye visiwa vya Atlantic. Siku ya 6 ya ziara yake nchini Uhispania, ambayo imeangazia mara kwa mara hali ngumu ya wahamiaji. I'm against abortion, but I'm in agreement with the inhuman treatment of immigrants who are in the United States. I don't know if that's pro-life. So they're very complex issues. I don't know if anyone has all the truth on them, but I would ask first and foremost that there be greater respect for one another. Papa Leo alitembelea bandari ya Arguineguin, ambayo hapo awali ilikuwa maarufu katika kisiwa cha Gran Canaria, akikutana na wahamiaji wake waliosaidia kabla ya kubariki msalaba uliotengenezwa kwa mbao za boti za wahamiaji. Mimi ni Mohamed Isantomola, asante na kwaheri kwa sasa.